Abinge Abinge Peoples watu wa Mwakitoli, nataka mnisikilize kwa makini. Na leo nitazungumza kuhusu mambo mawili. Nitazungumza kuhusu madini na rasilimali za nchi yetu, nitazungumza kuhusu uchaguzi wa nchi yetu, na nitazungumza kwa kidogo kuhusu kilimo. Na nataka kuzungumza kuhusu madini kwa sababu mimi natoka Tarime, eneo lenye mgodi lenye madini, na kwa sababu vile vile nimekuwa mbunge na nimetunga sheria ya madini ya mwaka 2017 nilikuwa bungeni, permanent sovereignty ya natural resources za nchi na unconscionable terms za nchi yetu kuhusu masuala ya madini. Kwa hiyo naomba mnisikilize. Jambo la kwanza, tuko kwenye operation ya chama iliyopewa jina linaitwa no reforms no election. Kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, kwa sababu mzizi wa matatizo ya nchi yetu, mzizi wa umaskini wa nchi yetu, mzizi wa shida mnazopitia, mzizi wa kupuuzwa na nchi kukabidhiwa kwa Wachina ni uchaguzi. Ni uchaguzi wa nchi. Ni viongozi. Amezungumza Mama Susan Limo, amesema na mimi nitarudia. Mwalimu Nyerere alisema tunataka kuwaondoa wakoloni wazungu kwa sababu wakoloni wazungu wameshindwa kuondolea Watanzania ujinga, wameshindwa kuondolea Watanzania maradhi, na wameshindwa kuondolea Watanzania umaskini. Mambo mangapi? Matatu. Tunajitathmini leo miaka 63 baadaye. Umaskini umeondoka? Umaskini umeondoka Mwakitoli? Ujinga umeondoka? Maradhi yameondoka? Vimeongezeka. Na mwalimu huyu akasema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu tunao, tuko milioni 63. Inahitaji ardhi tunayo, kilomita za mraba 945. Ukichukua nchi hii, ukichukua nchi ya Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, ukizichanganya kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimewaambia tuko kilomita 945. Kwa hiyo sisi peke yetu, nchi yetu ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda, Burundi, Uganda na Kenya ukichanganya kwa pamoja. Kwa hiyo ardhi tunayo. Akasema jambo jingine, unahitaji siasa safi na uongozi bora. Siasa safi, uje kwenye jukwaa ujenge hoja zako wananchi wakusikie. Uongozi bora, uchague kiongozi akupe uongozi bora, akusikilize. Na kwenye katiba yetu hii hapa ya mwaka 77 ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa tuanze na A. Serikali itapata madaraka na mamlaka yote kutoka kwenu, kutoka kwa wananchi. Maana yake nini? Maana yake nini bwana? Si mna mbunge hapa? Si mna mbunge hapa? Mbunge wa Soro si mmoja? Siri ni jimbo la Soro? Si ni yule mzungu yule? Tulikuwa naye bungeni, si ndio? Mimi nilikuwa naye bungeni. Tulikuwa na Mama Susan Limo. Nafikiri mbunge wa Sorwa kwa miaka mingapi? Wa 20. Mnawakilishwa na mzungu. Sikuba jii. Nachekesha sana yani. Sasa maana ya hiyo kauli kwamba serikali itapata mamlaka na madaraka yote kutoka kwa wananchi ni nini? Ni kwamba badala ya nyie wote wananchi wa Sorwa mwende bungeni Dodoma, wananchi wa Tarime twende Dodoma,
Wananchi wa Mwanza waende Dodoma, Dar es Salaam na Mtwara, hakuna ukumbi wa kututosha kukaa wote. Kwa hiyo tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu. Mbunge kwa kizungu tunasema is a taxpayer representative, ni mwakilishi wa mlipa kodi. Na unapomtuma mbunge bungeni, sio akazungumze mambo ya mke wake, sio akafanye upambe, akazungumze mambo yako. Sasa mimi nikiwauliza nyinyi, tangu sisi tutoke bungeni, kuna sauti ya mwananchi inasikika kwenye ile bunge? Na wauliza, kuna sauti ya mwananchi inasikika? Yeye Mwakitorio hapa mwaka 2017 simlinyang'anywa mgodi hapa 2018. Mimi sikuwa mwakilishi wenu, ingieni kwenye Hansard za bunge, nilizungumza kuhusu Mwakitorio. Kwani mimi natoka hapa? Lakini najua mimi ni mbunge na nawajibika kwa wananchi, kwa sababu niliona mbunge wenu ni Bumunda, nikasema ngoja nisaidie kuwakilisha. Uongo kweli? Sasa ukisoma katiba inasema lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wako. Maana ya ustawi ni nini? Ni wewe uishi vizuri, ulale vizuri, utembee kwenye barabara nzuri, utibiwe vizuri, mtoto wako asome vizuri. Ndio lengo la kuwepo na serikali. Kama serikali haitimizi hiyo lengo, haipaswi kuwepo. Sio kama mnaelewa? Mimi mnaelewa ninachokisema nyinyi? Kama serikali haitekelezi lengo la kukufanya ustawi, haipaswi kuwepo. Ndivyo katiba inasema. Sasa mimi narudia nilichosema. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, siasa safi na uongozi bora. Ardhi tunayo, niwaambie, kilomita za mraba 945. Tanzania ni nchi pekee duniani yenye madini yanayoitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania pekee yake. Ni nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika nzima, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria liko hapa kanda ya ziwa. Ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi yenye mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima, Serengeti, Seru, Ngorongoro, Katavi, Manyara, Ruaha, Mikumi, ukiziunganisha kwa pamoja ni kubwa kuliko nchi ya Uganda na Rwanda. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu, yanatoka Kabanga hapa Kagera, mkoa wa Kagera, kanda ya ziwa. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia. Yako Tanzania Seru, yako Singida. Ni nchi ambayo ni ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ukiangalia leo bei ya dhahabu, mamangu wote hapa mnajua, gramu moja ni shilingi ngapi? 290, 300. Na gramu ni ule wembe ukiuvunja hivi, je, mnajua kuliko mimi? Nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi, inayotoa matani na matani ya dhahabu yanakwenda duniani huko, inatoka Tanzania. Nchi ya tatu duniani. Nchi yenye madini yanayoitwa almasi, yako Mwadui. Nchi yenye makaa ya mawe, chuma. Nchi ambayo ina madini ya gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Nchi yenye mlango wa bahari, bandari. Kagame alisema akipewa bandari ya Dar es Salaam, nchi za Afrika Mashariki na Kati atazilisha. Tumejaliwa kila kitu. Tumejaliwa kila unachokijua kinachotakiwa kuwapa utajiri. Kwa nini watu wetu ni maskini miaka 63 baada ya uhuru? Kwa nini Mtanzania anakufa kwa kushindwa kununua vidonge vya shilingi 5,000? Wangapi miongoni mwenu mko hapa, madini yanatoka hapa yanaenda kutajirisha China? Wangapi tukisema hapa Mungu anakuja na kiingilio ni shilingi 30,000, wangapi hapa mnaenda motoni? Katikati ya madini, katikati ya utajiri. Nasema uongo? Kanda ya ziwa hii
inayotoa utajiri mkubwa namna hii kwenye nchi hii. Chukua barabara ya lami, ni barabara moja tu ya kutoka Dar es Salaam inayoenda mpaka Tarime. Barabara nyingine ni hiyo inayochepuka inaingia Kahama, inaenda kwenda mpaka kule nini Bukombe, inapita kwenda mpakani. Barabara nyingine ndio hii ya Mwigumbi, unayotokea Mwigumbi unafika Ramadi. Barabara nyingine niyo ya kuanzia Mwanza kwenda Kagera. Niambie ni sehemu gani nyingine kuna lami? Wilaya gani imeunganishwa kwa lami kanda ya ziwa hii? Wasukuma wanalima pamba, wanafuga, wanalima mpunga, wana dhahabu, we have everything kinachohitajika kutufanya tuwe matajiri. Kwa nini watu wetu ni maskini katikati ya utajiri? Mwana falsafa na mwimba nyimbo za reggae wa zamani Bob Marley kwenye wimbo wake wa Rat Race anasema in abundance of water a full thirsty. Kwenye mstari mmoja wa wimbo huo anasema ni mjinga pekee yuko katikati ya ziwa, katikati ya maji, lakini anakuwa na kiu. Watanzania ni wajinga, wanaishi kwenye umaskini lakini ni maskini, wanaishi kwenye utajiri lakini ni maskini. Kwa nini tumefika? Watu wa Mokitorio, kwa nini tuko hapa tulipo? Kwa nini tuko hapa tulipo? Narudia alichosema Mwalimu, ili nchi iendelee inahitaji watu, inahitaji ardhi. Ardhi tunayo, nimewaambia kilomita za mraba 945, ina madini, ina dhahabu, hiyo ndio inaitwa ardhi na vyote vilivyomo. Kwa hiyo kama ni watu tunao milioni 63, kama ni ardhi tunayo, kinachokosekana kwenye nchi hii ni siasa safi na uongozi. Hebu nisikilizeni. Nisikilizeni. Nyie mko hapa kwenye machimbo, uongo kweli? Si ndio? Kwa nini hamchimbi? Kwa nini hamna mashimo? Mtaambiwa kwa sababu hamna mitaji, si ndio? Na ni kweli hamna mitaji, si ndio? Wamepewa wenye mitaji, si ndio? Wamepewa wa China ndio wana mitaji. Nyie ngozi nyeusi kama mimi hamna mtaji. Tungekuwa na duniani kote serikali. Ndio maana katiba yetu inasema lengo kuu la serikali ni ustawi wa wananchi. Lengo kuu la serikali yoyote duniani ni kufanya watu wake wawe na flourish, yani wapate maisha, ili wawe na uwezo wa kulipa kodi, ili wawe na uwezo wa kununua, ili wawe na uwezo wa kujenga. Ndio lengo la serikali. Sasa angalia ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ya mwaka jana inasema hivi: serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imefanya matumizi yasiyokuwa na tija. Wametumia neno yasiyokuwa na tija. Sasa wakisema hivyo ni nini? Wanaficha ukali wa maneno. Si kwa nini shingo yangu inauma kidogo? Hata iume lazima ni wagonge tu. Sawa sawa. Yaani serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Sasa mzee, nikisema matumizi yasiyokuwa na tija, unaelewa maana yake? Yaani hapo serikali yani mkaguzi na ametumia tafsida. Yaani kama kusema hivi naenda msarani, badala ya kusema nafanya nini? Badala ya kusema unaenda wapi? Yaani mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali angeweza kusema hivi, imefanya matumizi ya kijinga bilioni 571. Sasa bilioni moja, ndugu zangu wa Mwakitorio, bilioni moja ni milioni 1000. Yaani bilioni, ukichukua vijana 1000 ukampa kila mtu milioni moja ndio bilioni moja. Sasa imefanya matumizi yasiyokuwa na tija bilioni 571. Sasa kama bilioni moja ni milioni 1000, bilioni 571, hizo 1000 ziko ngapi kwenye bilioni 571? Fedha nyingi sana. Kilomita moja ya lami ile ya standard ya World Bank inajengwa kwa shilingi milioni 800 mpaka bilioni 1. Kwa hiyo bilioni 571 ni kilomita 571 za lami. Yaani ni kama lami ya kutoka Mwanza mpaka Singida.
Ndio pesa hizo zinazosemekana zimefanya matumizi yasiyokuwa na tija. Ndio hizo unasikia mara goli la mama, mara si kigodoro cha mama, mara si kiduku, watu wanacheza si ngoma zile za viduku, kiduku cha mama, mara si nini. Ndio hizo unazosikia. Na unakuta mtu amekaa Mwakitorio, amechimba mashimo hapa, amehangaika, amelipa kodi serikalini, zinatumika, na yeye anashangilia eti sisi tumeshinda goli la mama. Kwa sababu wamewafanya naamini pesa za serikali ni za huyu mama. Lakini mimi nikiwauliza, si kuna watu wanalima mpunga? Guys, si mnalima mpunga? Au tuende kwenye dhahabu mnayochimba? Si mnachimba dhahabu? Ukishatoa mawe, si kuna watu wa serikali hapa? Shimo umelipa kodi, sururu yako, ponchi yako, umesaga mwenyewe. Ukitoa watu wao wanachukua. Wanachukua za nini? Hizo nguvu ulizoingiza huko ni za mama zao. Si za kwako mwenyewe. Ponchi walikununulia. Baruti walikununulia. Shimo likikuangukia nakufa yeye, unakufa wewe. Hizo pesa zikitoka za kwako ulizotumia nguvu, hebu fikiria kazi ya kuchimba ilivyo ngumu. Fikiria. Mimi I cannot do that work. It's too heavy. Ni ngumu mno. Angalia mtu kama huyu. Wametoka shimoni, angalia hiyo hali. Hawana na sisemi hivi ili mcheke, si mtanii, lakini hana protection. Masayanaidi yote yake, sumu zote zake, akiugua hana insurance, akitoa hizo pesa, kesho zinageuka zinakuwa za mama. Kwamba hizo ni pesa za mama, kana kwamba ni pesa zenu nazolipa kodi. Kinua kiberiti kodi. Mkulima wa mpunga analima maji yeye, akitoa kwenye shamba tu, akiweka kwenye gunia, akiingia barabarani, kodi ya serikali. Serikali haikuwepo wakati anahangaika na jaruba, haikumpa mbegu, haikumsaidia kuhamia ndege. Akiweka barabarani tu, kodi ya serikali inageuka inakuwa ya mama. Ndio hizo wanazochezea, kwa sababu wajinga ndio waliwao. Sasa fikiria tu kwa kitoni. Sikilize vijana. Kama serikali yenu ingekuwa inawajali nyie, nataka nyie mjenge. Hakuna mtu anaweza kutujengea uchumi. Uchumi wetu unaweza kujengwa na sisi wenyewe, sio wazungu tunaoenda kuwaomba. Na uchumi unajengwa kwa watu wenye akili, kuhakikisha kwamba hutoi uchumi wako ndani ya nchi upeleke nje, unaubakiza hapa kwa sehemu kubwa. Mimi ningekuwa rais au serikali yetu Chadema, tutakachofanya nini? Hizi bilioni 571 kwa mfano, tungechukua vijana 100 mkaunda vikundi. Si hamna mtaji. Mchina sema kuja hapa na mtaji labda wa milioni 500 au bilioni amepewa shimo. Tunachukua vijana 100 mnaunda vikundi vyenu. Tunawapa mtaji bilioni 1. Hizi hapa za madawa, hizi hapa za crusher, hizi hapa za nini, hizi za baruti, chukueni. Tunawapa eneo lenye madini. Mkitoa dhahabu, mkiuza nje, pesa inarudi ndani. Wewe utataka kujenga, utanunua simenti kwa mama anayeuza simenti. Huyu mama atakodi gari la yule amletee simenti nyingine. Yule atanunua mafuta kwa huyu atakuajiri wewe mlinzi. Wewe utapata pesa, utanunua dagaa kwa huyu ataagiza bodaboda amletee dagaa nyingine. Pesa inazunguka miongoni mwa Watanzania kuliko inavyotoka hapa nje. Mnaelewa? Hivi mnaelewa ninachosema? Kwamba tungekuwa na serikali yenye akili, ingefanya ingewawezesha nyie mmiliki uchumi. Wao ukipata pesa, utajenga nyumba, utamwajiri huyu fundi. Huyu fundi akipata hela, atanua kitanda kwa fundi seremala. Fundi seremala atamwagiza mwingine ubao, yule naye atapata pesa. Pesa itazunguka miongoni mwetu. Leo inatoka hapa inaenda China, kwa sababu tuna watu serikalini wasiokuwa na akili. Tukisema haya wanataka kutuua. Wanatujazia polisi. Usalama wa taifa, wanatembea wanahangaika na Heche kwa sababu nasema ukweli. Fikiria hivi, sisi tuna ziwa Victoria, liko hapa, maji yanatoka hapa yanaenda Misri. Wasukuma wanalima mpunga hapa. Wanalima mpunga ni siku 90, ni miezi 3 umevuna. Tangu kupanda mpaka siku 90. Wanalima msimu mpaka msimu, kwa sababu wanasubiria mvua. Ziwa liko hapo Mwanza. Ziwa liko hapa, limekuja mpaka hapa karibu tu. Tungekuwa na serikali yenye akili, ingewaletea hili bonde maji hili hapa kutoka ziwani.
Wasukuma walikuwa wanalima pale mpunga, baada ya siku 90 anavuna, anajaza maji tena kwenye jeruba, anapanda tena, anavuna baada ya siku 90, anapanda, anavuna. Kwa mwaka angevuna mara 4. Huyu mtu uchumi anaopata mara moja kwa mwaka angeupata mara 4 kwa mwaka. Huyu mtu angenunua boda boda, mwenye duka angepata hela, angekuajiri wewe. Hivi mnaelewa ninachosema? Lakini tuna pesa za kutumia hovyo, hatuna pesa za kuwawezesha wananchi wapate maisha. Fikiria hivi, nchi hii kila kijiji kuna boda boda, uongo kweli? Kila kitongoji, na boda boda zinamaliza tairi. Tairi tunaagiza China. Miaka ya 70 Mwalimu Nyerere alijenga kiwanda cha General Tyres, kilikuwa kinauza matairi ndani ya nchi yetu. Mimi nimezaliwa, babangu alikuwa na Land Rover, tunaweka tairi za General Tyres. Maana yake nini? Leo tungekuwa na kiwanda hata cha kutengeneza tairi za baiskeli na bodaboda hapa Tanzania. Maana yake kile kiwanda kingekuajiri wewe. Tairi kisha hapa Mwakitorio, pesa inatoka inaingia ndani ya nchi na mwajiri Mtanzania mwenzangu. Lakini leo tairi inaisha hapa, tunaagiza tairi China. Ina maana pesa inatoka Mwakitorio inakwenda China kutengeneza ajira. Na viongozi wenu wanawaambia tuna tatizo la ajira. Hili ni tatizo la kujitakia au lipo kweli? Tuna viongozi hapa? Tuna nchi ambayo ni nchi ya kwanza kwa kuwa na misitu mingi Tanzania, Afrika, lakini tunaagiza toothpick za kutolea nyama kwenye meno China. Wanasema uongo? Wewe vile vikopo vimeandikwaje? Made in where? China. Tuna akili kweli ndugu zangu? Tuna akili timamu? Tuna viongozi wanaowaambieni watawaondoa hapo. Miaka 63 baada ya uhuru, Wasukuma wanalima pamba, wanauza kilo moja ya pamba shilingi 1150. Inakwenda India, inatengenezwa kapamba kakufutia uchafu kwenye kidonda, ka gramu 50 tunanunua shilingi 10,000, wakati wao uliuza kilo nzima 1150. Tunahitaji mabadiliko. Umaskini wetu ni wa kutengeneza. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Nchi haina uongozi bora. Hamwezi kuwa na wabunge, hamwezi kuwa na wabunge ng'ombe. Wale kuna mbunge anakaa bungeni, watu wake wana barabara, eti mbunge anasema hoja yake na usimama, anasema kwamba tunaomba mechi ya Simba na Yanga iitwe derby ya mama. Tumekuwa nchi ya vikaragosi, nchi ya kujipendekeza. Bandari zetu zinaondoka, dhahabu ya Watanzania inaondoka kwenda China. Mbunge anajadili derby ya mama. Leo imefikia sehemu mtu akikohoa anasema nashukuru mama nimekohoa vizuri. Mvua ikinyesha mvua ya mama. Kila kitu mama. Nchi gani hii? Watu wetu wanateseka. Tuna viongozi wa hovyo. Hawawezi kubadilisha nchi. Hata mkiwapa miaka 100 hawawezi mzee. Tunarudi nyuma kwa kasi mno. Miaka ya 70 Mwalimu alijenga viwanda vya, tulikuwa na kiwanda cha Mutex, tulikuwa na kiwanda cha Matex, tulikuwa na Gineris. Mimi nimesoma shule ya bodi ya pamba inaitwa Bulima Sekondari. Hizo ni shule zilizojengwa na bodi ya pamba. Nenda pale NASA leo yamebaki magofu. Ile ilikuwa ni kwa ajili ya kuchakata pamba ya Wasukuma. Pamba inaitwa dhahabu nyeupe. Pamba haiwezi kuisha thamani. Siku pamba ikiisha thamani, labda watu tukianza kutembea uchi, kwa sababu nguo zote zinatengenezwa na pamba. Au tuache kujifunika mashuka, siku hiyo ndio pamba itaisha thamani. Au tuache kwenda hospitali kutibiwa, vidonda vifutwe, siku hiyo ndio pamba itaisha. Lakini vinginevyo pamba haiishi thamani. Kwa nini watu wetu ni maskini? In abundance of water a fully thirsty, katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Tumefanywa wajinga, tunapewa elimu isiyokizi. Hebu fikiria hivi, watu wa Mwakitorio, watoto wenu wanakwenda shuleni, hizi shule za kata ambazo afisa elimu wa wilaya analipo mshahara wa serikali, anapewa gari kama ya kwangu ili asimamie ubora wa elimu.
anapewa nyumba kwa kodi yako asimamie ubora wa elimu, alafu mtoto wake asomi kwenye hiyo shule. Wewe nakwambia nini? Waziri wa elimu hataki mtoto wake asome kwenye shule ambayo mtoto wako anasoma. Kwa nini? Watoto wa Mwalimu Nyerere walisoma kwenye shule hizi wanazosoma watu wengine. Kwa nini waziri wa elimu ambaye ndio amepewa jukumu la kusimamia elimu bora, kwa nini asisomeshe mtoto wake kwenye elimu hii? Hizi elimu ambazo watoto wenu wanakwenda shuleni anafundishwa panzi na miguu mingapi, wakati wa China wanafundisha watoto wao namna ya kuja kuchukua dhahabu ya Wachinga na kuondoka nayo. Yeye wanasoma panzi na miguu mingapi? Ndio maana nchi hii ni nchi pekee yenye tanzanite duniani, lakini India ndio inauza tanzanite nyingi kuliko nchi zote duniani. Wewe unaelewaje hapo? Wewe unaelewaje hapo? Mtatengenezaje maisha yetu? Kwa sababu nchi yetu imegeuzwa kuwa conduit. Tulipokuwa bungeni mwaka 2017, sisi Mungu ametujalia kila kitu. Ametujalia chuma, ametujalia makaa ya mawe. Chuma hiki kinachotoa nondo, leri, si nini, chuma. Katika uvumbuzi mkubwa ambao binadamu alifanya duniani, uvumbuzi bora zaidi wa 3 ni chuma. Baada ya kuvumbua elimu, karatasi, printing, akavumbua kitu kinaitwa antibiotics, dawa za antibiotics. Namba 3 umeme, namba 4 ilikuwa ni chuma. Ndio uvumbuzi mkubwa kabisa ambao ni historia duniani. Iron. Sasa sisi tuna chuma cha kuchimba miaka 100. Tena sio kuchimba kwa sababu wengine Mungu anakiweka chini, sisi aliweka mlima. Yaani ukienda sehemu inaitwa Liganga pale Ludewa, Mungu ametuwekea mlima wa chuma. Na Mungu alivyotupendelea akatuwekea na makaa ya mawe ya kuyeyushia chuma hapo Mchuchuma. Na akatupenda zaidi akatupa na mchanga wa kusafishia hicho chuma sehemu inaitwa Iringa. Watu wengine wanachuma lakini wanaagiza makaa kutoka nchi kama Tanzania. Hata India wanaotuuzia chuma, makaa yao ya mawe ya kuyeyusha chuma yanatoka hapa kwetu. Sisi tuna chuma, tuna makaa ya kuyeyusha na tuna mchanga wa kusafishia. Mwaka 2017 nikamshauri Rais Magufuli nikiwa bungeni. Ingieni kwenye YouTube msikie. Nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Kaambia Mheshimiwa Rais, unataka kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, litahitaji chuma, nondo nyingi mno za mabilioni ya fedha, matrilioni. Unahitaji SGR, unahitaji chuma. Nchi hii inajengwa, tutauzia Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, nchi zote, Ethiopia tutauzia chuma, hawana chuma. Kabla hujaanza kujenga bwawa la Mwalimu, jenga kwanza kiwanda chako cha chuma pale Mchuchuma. Dola za Kimarekani bilioni 3.0 ambazo zingekuwa trilioni 7.8. Unajenga kiwanda chako. Kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Tanzania 60,000 direct employed. Yaani hao ni ajira ya moja kwa moja. Bado makampuni ambayo yangefanya subcontractors, kuwauzia madawa, kuwauzia magari, kuwauzia tairi, kuwauzia makaratasi, kuwauzia chakula, hayo hatujazungumzia. Direct employment 60,000. Mind you, nchi hii tangu uhuru mpaka sasa serikali yetu imeajiri wafanyakazi 520,000 tu, chini ya 1% ya nchi yetu. Yaani askari wote, walimu wote, sisi wako 520,000 tu. Sasa ulikuwa unaenda kuajiri 10% hao waajiriwa wote wa serikali 60,000 moja kwa moja. Hivi mnanielewa? Kwa hiyo ungejenga hicho kiwanda kwa dola za Kimarekani bilioni 3, trilioni 7.8. Alafu ukachimba miaka 100 unachimba chuma hapo, unauza tu na wewe unatumia. Hawakutusikiliza. Hawakutusikiliza wakatupuuza. Tulia nimalize, utazungumza. Hawakutusikiliza wakatupuuza. Sasa wameanza kujenga SGR, wameanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Mwaka jana peke yake serikali imeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3. Mwaka juzi trilioni 3. Ule mwingine trilioni 4. Kwa miaka mitatu wameagiza chuma cha trilioni 10. Ambao tungejenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8 tukachimba miaka 100, fedha zote hizo zingebaki humu. Serikali ingekuwa na uchumi zaidi, ingeajiri walimu zaidi, ingekuwa na mapato, tusingeenda kukopa nje sababu tuna uchumi. Sasa ungemaliza kujenga kiwanda chako, alafu ndio uite yule Arab contractor, sasa njoo nijengee bwawa. Shilingi ngapi? Trilioni 5 hizi hapa. Lakini kwa sababu sisi tuna sheria ya local content, chuma chote unanunua. Kwa hiyo unampa hela kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi kwa mkono huu. Wakitoa, mnanielewa?
Sasa leo tuna nchi ambayo kila kitu tunaagiza kutoka nje. Utajengaje uchumi? Ni kama wewe baba uwe mlevi, ukienda Shimoni ukitoka na kaero unakunywa kote, hakuna siku utajenga. Utajenga kama una uwezo wa kufanya saving. Tuna serikali ambayo haiwezi kufanya saving. Leo serikali inakusanya trilioni 1.4 kwa mwezi, bilioni 900 inalipa deni la taifa, inabaki bilioni 500. 500 hizo wanalipana mishahara. Kwa hiyo ili wajenge mradi wa maji, wajenge barabara, lazima tena wakakope. Wamekuwa kama hawa askari. Unajua askari mshahara haukutani, yaani unaisha kabla ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo inabidi tena akakope, hata walimu. Sasa mimi nilikuwa bungeni, mshahara milioni 12. Afande muulize ni shingapi? Milioni 12 mishahara ya miezi mingi. Si miaka 3 ndio apate 12 mwezi mmoja. Si miezi na hawa watu ni watu wema, sema tu wanatumiwa vibaya na CCM. Uongo kweli? Hata sisi tukiingia tutawatumia hawa, kwa sababu hao watu duniani wanaheshimika sana. Hata hapa Tanzania wanakotumika unaona wanatukimbiza kama sisi ni wahaini. Sasa tunasema ukweli. Duniani wanaitwa men in uniform. Hata akiingia kwenye gari kuna siti moja unasimama akae. Kwa sababu huyu risasi ikipigwa hapo, wakati nyie mnakimbia hivi, yeye anakimbia analeta kifua chake akuokoe. Tunaelewana vizuri? Ni watu ambao wasipokuwepo sisi wote tutauana. Lakini sisi mmemwabisiusi. Sisi tutawatumia hawa, tutatafuta askari kutoka Rwanda wala Burundi. Tutawapa mishahara mizuri. Tutageuza nchi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Mwakitorio, mambo haya hayawezekani kutokea tukiwa na uchaguzi unaoibiwa kama huu. Tumeenda uchaguzi wa 2019 tumeibiwa. Tumeenda 2020 tumeibiwa. Tumeenda 2024. Mimi nilikuwa kwenye timu ya maridhiano. Tulioenda Ikulu, watu 5 kutoka Chadema kuzungumza na Rais Samia. Akatuambia yeye ni Muislamu. Sitaki wizi wa kura, sitaki nini, sitaki kuonea watu, sitaki kuteka watu. Serikali yangu akaja na 4R. Moja inaitwa rebuild, kujenga upya. Moja akasema resilience, kwamba atavumilia akosolewe. Na moja akasema reforms. Leo Lissu anapodai reforms, amemkamata, amempa kesi ya uongo ya uhaini kwamba mnyonge mpaka kufa. Lissu sio mwizi, Lissu sio mhaini, Lissu hajaiba mali za nchi. Wakati watu wanaoiba mali za nchi wanatanua, Lissu yuko Ukonga kwa sababu anawapigania ninyi. Na siku sauti ya Chadema ikizimishwa, haki ya Mungu atawauzeni hao watu. Naambia ukweli, wewe cheka. Siku Chadema, mzee, mimi nilikuwa mbunge. Nilikuwa na hao watu bungeni. Nikitaka kujipendekeza mimi, leo nikanyanyua simu, Rais Heche, naomba uandae kikao cha kunipokea. Kesho atanipokea, nitakuwa waziri, nitakuwa mbunge. Haki ya Mungu nakwambia. Kesho nikiamua nijipendekeze. Na sitakuwa mwana CCM yule anavaa vinguo vya mterezo, nitakuwa navaa yale mazito wanayovaa wao. Uongo kweli? Uongo kweli? Lakini tumekataa kwa sababu nchi hii isipokuwa na sauti ya pili itapelekwa shimoni. Ndio maana tumekuja kwenu kuwaomba mtuunge mkono kwenye hoja ya no reforms no election. Maana yake ni nini? Bila mabadiliko kusifanyike uchaguzi. Na wala sisi hatuhitaji jambo lingine lolote. Tunachohitaji ni sheria ibadilishwe, tushindane kwa haki. Haiwezekani leo mechi ya Simba na Yanga alafu refari awe Haji Manani. Hiyo mechi itawezekana? Simba atachezewa faulu katikati, Yanga Haji atapeleka kwenye kipenda tu kwamba ni box. Uongo kweli? Au Ahmed Ali awe mshika kibendera, itawezekana? Si offside zote za Yanga atazimezea za Simba. Uongo kweli? Sasa sisi wanataka tuingie kwenye uchaguzi ambao refa ni wa kwao. Omar Ramadhani Mapuri mwanachama wao, katibu mwenezi. Sisi tukubali ujinga huu? Sisi tumekataa. Na sisi wametafuta watu vibaraka, eti wanaunda chama cha kuwasaidia. Simekisikia? Simesikia? Wengine tulikuwa nao eti wanasema sisi ndoto zetu zinakatishwa kwa no reforms. Ndoto za kinasoka waliouawa zenyewe unazisemaje? Ndoto za wananchi unazisemaje? Chama hiki hakikuanzishwa kwa ndoto za Heche kuwa mbunge. Chama hiki kilianzishwa kwa ndoto za wewe kuishi maisha mazuri. Kipiganie ni chama hiki. Chama hiki kina ndoto za kukufanya uendeshe gari. Chama hiki kina ndoto za na nchi hii ni tajiri, kila mtu anaweza kuishi vizuri.
inawezekana Singapore, inawezekana Japan, inawezekana China, inawezekana Tanzania, tukiwa na viongozi wenye dhamira na uwezo. Hawa waliopo wameshindwa, miaka 63 inatosha. Tunataka tume huru ambayo hata Chadema ikija hapa ikiahidi uongo, muwe na nguvu ya kuipiga chini na kuweka chama kingine. Ndio tume tunayohitaji. Hatutaki upendeleo.